Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nitanguliza kusema shukrani kwa Mungu ambaye ameniwezesha mchana wa leo kuweza kushiriki na kuweza kupata neema ya kuweza kulitoa neno lake. Neno ambalo limesema ndicho chakula kinachotuhimiza katika safari tulionayo ya kwenda mbinguni. Pia niseme kwamba namshukuru Mungu kwa sababu amekupa kibali kuweza kushirikiana nami ili kuweza kuhimizana pia katika safari tulionayo kupitia neno ile ambalo amekwenda kulifunua mchana wa leo. Kwa hiyo nikuombe, nikusii wewe ndugu yangu ambaye umepata hiki kibali, nisikilize kwa dakika chache ili tuone makusudi ya Mungu kupitia neno lake. Naomba tufumbe macho tumuombe Mungu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru mara tena kwa sababu umenipa kibali cha kuweza kusimama mbele za wajeli wako na kuweza kulitoa neno lako. Nifanye kuwa spika tu, mnenaji mkubwa wewe ni wewe. Asante, mara naamini kwamba utakwenda kutufungua sote masikio ya kiroho ili tuweze kulipokea na kulitendea kazi. Ni kwa utukufu wa lile jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Mchana wa leo tutaenda kuzungumza neno letu linalosema sababu zinazosababisha maombi yetu yasiweze kujibiwa. Au kwa namna nyingine unaweza ukasema vizuizi vinavyozuia maombi yetu yasiweze kujibiwa. Biblia inatuambia kwamba lolote tuliombalo kwa jina lake yeye atafanya nini? Ataweza kutenda. Lakini fikiria ni muda gani umekaa unahitaji lako umemwomba Mungu usiweze kupata majibu. Fikiria una matatizo ya namna gani umemwomba Mungu kwa namna yoyote umeshinda kupata majibu. Wengine hata wamefikia at least wameanza hata kuhama imani kwenda kwenye madini mengine ya kumkana Yesu Kristo kwa sababu ya kutokujibiwa mahitaji yao. Wengine wanahamia hata kuabudu miungu kwa sababu ya kutokuamini. Wengine wanahamia kuabudu vitu vingine kwa sababu ya kutokujibiwa mahitaji yao. Lakini leo Mungu ametuwezesha, ametupa dawa, tujue ni kitu gani kinachosababisha maombi yetu yasiweze kujibiwa. Ndugu yangu, naomba ushirikiane nami kwa dakika hizi chache ambacho Roho Mungu atakazoweza kunitumia kuweza kuzungumza nawe ili maneno haya yaweze kukusaidia katika safari tulionayo, pia hata katika shida na matatizo ulionayo. Bila kuchelewa tutaenda kuona kipengele cha kwanza kinachofanya maombi yetu sisi yasiweze kujibiwa. Kitu cha kwanza kinachofanya maombi yetu yasijibiwe kwanza ni nia ya ubinafsi. Utambua na uangalie ya kwamba Mungu akitaka kumfanizia mtu kitu au Mungu akitaka kumjibu mtu kitu cha kwanza ambacho huwa anakiangalia, huwa anaangalia nia ya mtu iliyomo ndani ya yule mtu. Ya kwamba leo unamwomba Mungu akuwezeshe upate labda kitu fulani, mfano gari. Lakini nia ya wewe kuipokea ile gari, nia ya wewe kupewa ile gari ni nia gani? Una makusudi gani na ile gari? Ina maana kabla ya Mungu kumtendea mtu kitu, kwanza anaisoma nia ya yule mtu iliyomo ndani. Hakiona nia yako ni nzuri kwa kile kitu unachokiomba, ni lazima Mungu akutendee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini watu wengi tunakuwa tujibiwi mahitaji yetu kwa sababu ya kuweka nia potofu, kwa sababu ya kuweka nia mbaya. Mfano leo unaweza ukawa na shida labda ya magonjwa, unaweza ukawa na shida ya kitu fulani ya kwamba Mungu unahitaji labda akutumikie. Lakini fikiria kitu kimoja, wakati wewe unahitaji Mungu akufanizie msaada, je, leo Mungu akikusaidia, akikuwezesha kuweza kukutoa katika hivyo vifungo ambavyo umefungwa na Ibilisi, katika hayo magonjwa ulionayo, ni kitu gani ambacho utakachoweza ukifanya mbele ya Mungu? Kitu ambacho naweza nikakusaidia ni kwamba unaposimama kumwomba Mungu, unaposimama kumsihi Mungu kwa sababu ya shida yako, kwa sababu ya hitaji yako, kwanza tambua kwamba unatakiwa uweke nia nzuri katika moyo wako, ili Mungu afahamu ya kwamba baada ya wewe kupona, baada ya wewe kupokea gari, kupona kwako kutasimama na kumpa Mungu sifa. Kupona kwako kutasimama wewe na kulitangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nia ya pili, Mungu anaangalia pia nia yako. Leo ya kwamba unahitaji Mungu akuwezeshe upate gari au upate kitu chochote. Je, hiyo gari baada ya wewe kuipata, ni kitu gani utakachokifanya? Ni kitu gani utakachokifanya na ile gari? Labda una mahitaji yako ya kibinafsi, labda unaomba kwa ujanja, baada ya kupata tu ufanye nini? Uachane kabisa na Mungu, ujiweke busy na biashara yako. Na kuambia ndugu yangu, hapo hauwezi ukajiua mahitaji yako.
Lakini kitu ambacho kitatufanya sisi tujibiwe mahitaji yetu, kwanza ni kuweka nia nzuri katika mioyo yetu. Hapo Mungu ataweza kuyasikia nini? Maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kitabu cha Yakobo 4:3, maandiko yanasema hivi. Yakobo 4:3, neno la Mungu linatuambia hivi: hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili muvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Ina maana watu siku hizi wanakaa ni wajanja. Leo akiwa na shida, ndipo pale utamuona kabisa anatengeneza urafiki na nani? Anatengeneza urafiki na Mungu. Lakini baada ya matatizo kuisha, huyo tena anamgeukia nani? Anamgeukia Mungu. Amempa Mungu mgongo. Lakini utambue kitu kimoja, kwamba leo umefanya ujanja kama huo, kesho tena matatizo yatakukumba kama hayo. Kesho yake tena utakuwa na mahitaji kama hayo. Uko umekwisha hata umechafua. Baada ya kuchafua, unafikiria ni kitu gani utakachoweza kukipata, na umejua kabisa wewe kuna ujanja wowote ambao uliokwenda kufanya. Ndugu yangu, tu nikusia kwamba ikiwa Mungu anayajibu mahitaji yako, ikiwa Mungu anaisoma nia yako ndani mwako na kuiona ya kwamba una nia nzuri na kuchukua hatua ya kukusaidia wewe, kitu kikubwa anachokihitaji, anahitaji kufanya na wewe urafiki. Anahitaji uwe rafiki yake, ili muda wowote na wakati wowote utakaposimama kumsi Mungu mbele zake na kumpa mahitaji yako kwake, hawezi kukutendea bila sababu. Lakini kinakuwa ni kizuizi kikubwa kuweka nia mbaya ya kwamba leo baada ya mimi kupata mafanikio nitajishughulisha na biashara vyangu, nitakuwa busy na mambo mengine yangu na kumsahau Mungu. Na hilo linafanya, ndugu yangu, mahitaji yetu yasiweze kujibiwa. Yakobo anatuambia kwamba tunaomba vibaya. Tunaomba kwa sababu tuvitumie kwa tamaa zetu sisi wenyewe. Nakumbuka mtumishi mmoja tulikuwa tukisali naye. Mtumishi huyo, kuna kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza sana. Akiwa ana pesa hawezi ukamwona kwenye maombi. Akiwa ana pesa hawezi ukamwona kanisani. Lakini ukimwona kanisani unajua kwamba huyu mtu hana pesa. Ukimwona ibadani hivyo unamjua kwamba huyu mtu hana pesa. Tena mtamkuta yeye ni wa kwanza kuamkia kanisani. Lakini wakati wa yeye kupata pesa hawezi ukamwona kabisa kanisani. Kwa hiyo huyo ni vigumu Mungu kuendelea kumbariki, kwa sababu anaisoma nia yake kindani, si nia ya kumtumikia, bali ni nia yeye kupata mafanikio, na hawezi kuachana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunaomba tuweke nia nzuri ili maombi yetu yaweze kujibiwa. Tunaomba tuweke nia nzuri ili tuweze kuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ikiwa maombi yetu sisi hayajibiwi kwa sababu tuna nia mbaya katika mioyo yetu, tutengeneze, tutafute njia nzuri, tutengeneze, tuangalie ni njia ipi ambayo tunaweza tukaifanya, ili wakati tunaposimama kwa Mungu kuziweka shida zetu kwa Mungu, na Mungu aweze kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, au kitu cha pili kinachofanya maombi yetu yasiweze kujibiwa, kitu kingine kinachofanya maombi yetu yasiweze kujibiwa ni kutokusamea. Watu wengi au watumishi wengi sana wa Mungu wamekuwa ni watu ambao wanashindwa kusamea. Na hilo unaweza ukalichukulia kwamba ni jambo kawaida, lakini machoni pa Mungu ni jambo kubwa sana. Kwa sababu gani? Wewe leo nao kataa kusamea, haujui kabisa ya kwamba wewe ulisamewa bure. Ikiwa leo uko kama gisi ulivyo, ni kwa sababu ya msamaha wa Yesu Kristo. Lakini leo unakuta mtu anasema ya kwamba mimi siwezi nikasameana na wewe hadi nifike kaburini. Kaburini unapafahamu? Unakujua? Ushawahi kwenda? Lazima tuwe ni watu wa kujua kusamea. Tunapopata shida, tunapopata mabaya, tunapopata kitu chochote kile, tumwachie Mungu mwenyewe anatupigania. Kuna siku nakumbuka, siku moja nilikuwa natoka kwenye masali asubuhi, nikafika sehemu nikakuta vijana wamekaa. Nilipopita pale wakaanza kunizungumzia. Wakasema ya kwamba yule kijana amezidi sana na mambo ya Mungu, ashirikiane nasi kwenye makundi ya mipira na kundi zingine. Lakini mimi sikujali. Kumbe huku nyuma kuna shauri walilokwenda kulifanya kwa sababu ya kutaka kufanya kitu kibaya katika maisha yangu. Wakawa wamemteua kijana mmoja ambaye alikuwa na umri kama wa miaka 12, 13. Wakamteua kijana huyo. Baada ya kumteua kijana huyo, wakawa wamempa hela za Kitanzania shilingi 2000. Wakamwambia kwamba
nenda umpige yule mtumishi kofi, alafu tuone kila atakachoweza kukifanya. Basi nipo sehemu nasubiria kupewa chapati ili niweze kufunga niende zangu nyumbani. Nilipofika pale, ghafla nilisikia mtu amenishtua kwa nyuma. Nilivyoshtuka kwa nyuma, mtu alivyonishtua kwa nyuma, ghafla tu nilivyogeuza uso wangu, nilishtukia nimepigwa kofi ambayo sitoweza kuisahau katika maishani mwangu. Lakini baada tu ya kupigwa lile kofi, wale vijana walikuja wengi, wakaanza kuniambia kwamba samea waliokukosea, wewe ni mtumishi wa Mungu, unajua yule ni mtoto, wewe msamehe. Lakini nilisikia maumivu makubwa sana, nikatamani kumfuata yule kijana aliyenipiga kofi ili niweze hata kugombana naye, lakini nikashindwa. Sikuzungumza jambo lolote, maana watu walikuja kwa wengi wakasema msamehe, yule ni mtoto, lakini pia walitaka waangalie kile ambacho mimi nitakachoweza kufanya. Basi nilitoka hapo nikaenda nyumbani. Baada ya kwenda nyumbani nikamsii Mungu, nikamwambia kwa nini hili limetokea? Kwa nini hili yule mtoto amekwenda kulikusudia? Basi nilikaa nikawa zangu nimetulia. Siku si nyingi yule mtoto nikasikia kwamba amefanya nini? Ameanza kuumwa. Baada ya kuumwa akapelekwa hospitalini, akawa ametoka, lakini udhaifu ukaendelea kuwa kama vile vile. Lakini mama yake yule mtoto asijui kinachoendelea kwamba ni kitu gani. Mungu wetu alivyo mkubwa. Asijui kitu kinachoendelea kwamba ni kitu gani. Siku anakuja kanisani, siku anakuja msamani kwenye maombi ya kwamba yule mtoto wake tuweze kumfanizia huduma, maana baada ya kushindikana alimleta yule mtoto pale kwenye maombi. Baada ya kumfikisha yule mtoto pale kwenye maombi, akamfikisha pale kwenye maombi, tukao tumekaa naye. Akatuambia kwamba tumekwenda hospitalini, mtoto tumemtibisha, haikuwezekana. Ndio sasa leo tumemleta mahali hapa ili mtumishi muweze kumwekea mikono. Lakini tukamwambia kwamba haina shida, twende nyumbani kwako. Basi tukao tumetoka hapa tukaelekea nyumbani kwake. Yule mtoto kabisa alikuwa hafahamu kwa muda huu ya kwamba ni nani ambaye amesimama mbele yake kumwombea. Ghafla tulivyofika mle ndani, tukawa tumekaa. Yule mtoto akawa amewekwa wapi? Akawa ameweka kitandani. Ghafla alivyoniona tu yule mtoto akashtuka. Akawaagiza watu wakamuitie mama yake. Mama yake akawa amekuja, maana kidogo alikuwa ametoka. Wakati alivyoingia mle ndani, mama yake akamwambia mama ya kwamba nina jambo la kuzungumza. Kuna siku nilipewa shilingi 2000 na vijana fulani ya kwamba nimpige huyo mtumishi kofi. Na baada ya mimi kumpiga huyo mtumishi kofi, siku hiyo ndipo nilianza kusikia maumivu katika mwili wangu. Na nahisi ya kwamba kile nilichokifanya Mungu hakukipenda, ndio maana leo nimesimama ninafanya nini? Ninaumwa. Kwa hiyo ambacho naweza nikakizungumza sasa ni kwamba mtumishi anisamehe kwa sababu nilichukua tamaa ya hela, pia nilishawishika. Lakini jamani, nilikwambia tu kwamba Mungu wetu ni mwema sana. Wakati kijana alivyozungumza, hatukuwa na jambo lingine la kufanya. Tulikaa chini tukaomba msamaha. Baada ya kuomba msamaha, tukamsii Mungu, tukamuomba Mungu. Baada ya kumwomba Mungu, hakujapita siku mbili, mtoto akawa ni mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba wale wanaokuwinda, wale wanaokupiganisha, wale ambao hawalali juu yako, wewe kaa kimya, simama tu kimwambia Mungu, yupo mtu anayetupigania, yupo mtu anayekupigania wewe. At least wewe tu usimame na kumsii Mungu na kumwomba Mungu, siku moja atakwenda kuwaibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kusamehe ni kitu kizuri sana. Yawezekana labda siku ile ningechukua maamuzi fulani ya kuenda kugombana na yule mtoto, Mungu asingejidhihirisha kwangu, wala Mungu asingelifanya lile ambalo alikwenda kulifanya. Nilitambulika, nilijijua kwamba Mungu ananipenda baada ya kufanya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami nakwambia kwamba Mungu anakupenda. Tena Mungu anakujali sana. Kwa hiyo kutokusamea kwako wewe kuna kufanya wewe, kutokusamea kwako wewe kuna kufanya wewe maombi yako pia yasijibiwe na Mungu. Fikiria ni watu wangapi walikusamea kwa mabaya uliokwenda kuwatendea, lakini wewe mtu mmoja tu unashindwa kumsamea. Watu wawili tu unashindwa kuwasamea. Ndugu yangu, kitabu cha Marko 11 aya yake ya 25, maandiko yanasema hivi: nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwamba wakati wowote unaposimama kumwomba Mungu, kwanza samea. Angalia kwamba ni mangapi uliyafanya huko nyuma. Sio kupurupuka tu na kwenda kwa Mungu ya kwamba Baba, leo nahitaji kitu fulani, leo nahitaji nipate mme, leo nahitaji nipate mke. Hapana. Fikiria kwamba ni vingapi ulivyovifanya. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba maombi ya mtu inabeba harufu ya mtu.
huku ukiwa unanukia vibaya, hakuna lolote ambalo unaloweza kuliona mbele za macho ya Bwana. Kwanza kubali kuwasamea wengine, na Mungu naye atakusamea, na utaomba na utakwenda kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu unakwenda haraka sana. Jambo letu la 3 kinachofanya pia maombi yetu yasiweze kujibiwa ni kutokusaidiana. Jamani, tunatakiwa tuwe watu wa kusaidiana. Maana ukiangalia katika maisha yako mpaka umri huo ambao umeufikia, wapo watu walichangia sana katika maisha yako. Wapo watu walifanya vikubwa katika maisha yako, mpaka leo wewe unaitwa Jean, mpaka leo unaitwa Malumalu, mpaka wewe leo unaitwa Omari. Kuna watu walichangia katika maisha yako, na kwa sababu hiyo wewe unatakiwa pia uwe ni mtu wa kujua kuwasaidia watu wengine. Biblia inatuambia kwamba aliye na viwili hampe mwenzake kitu kimoja. Lakini unaweza kuona mwenzako mitaani hanahangaika, hana lolote lile, unashindwa hata at least kutoa hata kitu kimoja kumsaidia mwenzako. Na huku umejaza nguo, umejaza begi 3, huku umejaza viatu sijui nasema ni vingapi, na watu wapo mitaani wanahangaika, na huku bado unaendelea kusema ya kwamba Mungu anijibu mahitaji yangu. Kweli? Muda tunapotoa, muda tunapopana, ndipo tunapokea zingine baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kitu ambacho unatakiwa kifahamu ni kwamba Mungu anaweza akakufanya mlango kwa watu wengine, kushusha baraka zake kwako, maana akijua kwamba wewe ukipokea wengine watapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wewe huko unapokea, na baada ya kupokea hausamanishi watu wengine, hauwaoni watu wengine wenye shida. Hilo nalo linasababisha maombi yako yasijibiwe, kutokusaidiana. Unatakiwa uwe ni mtu wa kujua kusaidiana. Maana ukisoma kitabu cha Mezali, ukisoma Mezali hii hapa, Mezali 2 aya yake ya 13, maandiko yanasema hivi. Samahani, Mezali 21, Mezali 21 haya yake ya 13 unasema hivi: azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwamba wewe unayeziba masikio yako kutokusikiliza vilio vya watu wengine, ipo siku na wewe utalia, Mungu hatakusaidia. Na ndio maana leo unasimama unamwomba Mungu kwa sababu ya mahitaji yako, haujibiwi. Ni kwa sababu gani? Wewe nawe haukusikia vilio vya watu wengine. Sasa kubali kufanya kitu kimoja tu ambacho Mungu anachokusudi leo kutupa neno hili ili kiweze kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ya kwamba tuwe ni watu wa kusikiliza mahitaji ya watu wengine. Kuna kitu niliona Mungu alinionyesha. Kuna kitu ambacho niliona ambacho kina thamani sana wakati unapowasaidia watu wengine. Siku moja naelekea sokoni, ghafla nikakutana na kijana mmoja ambaye halikuwa hana mikono. Lakini cha ajabu akaja kunishika akaniambia kwamba naomba unisaidie hela. Na wakati huo nina shilingi 33,000 za Kitanzania. Naenda sehemu kununua sola ili nisaidie kwa umeme ndani. Nikajikuta hizi hela zimenitoshelea hizi hela kununua kile kitu ninachokwenda ukinunua. Lakini huyo mtoto kweli namuona, anaonekana kweli kwamba hanahangaika, anaonekana kweli ana njaa. Ni kitu gani sasa ambacho kimemsibu hadi haja anishike mimi miongoni mwa watu wote ambao siku ya leo wapo humu sokoni? Nilikaa chini nikajiuliza ni kitu gani. Lakini ghafla watu wengine wakapita wakasema ya kwamba huyo kijana amejua, maana amekwenda kabisa kumshika mtumishi wa Mungu. Na mimi niliposikia zile sauti nasema huyu mtoto amejua kabisa, ameshika kabisa mtu mzuri. Basi nikakaa chini, nikawa nimetafuta change. Baada ya kutafuta change nikawa nimechukua shilingi 1,000 nikawa nimemsaidia yule mtoto. Lakini ghafla tu nikapiga hatua ngapi kama 3, mara nikakutana mama ya rafiki yangu mmoja ambaye Mungu alimwezesha akawa ametangulia kwenda huko nchi ya 3. Nikawa nimekutana naye, akaniambia kwamba John, mbona siku nyingi sana tuonani? Mke wa rafiki yako alijifungua kitoto kiume na tulifanya sherehe, wewe hukukuwepo. Lakini kwa sababu hukukuwepo haina sababu ya mimi kukukosa kukupa kitu kimoja. Aliingia mfukoni akafanya nini? Akawa amenipa shilingi shingapi? 30,000 za Kitanzania.
Nilijisikia nimebarikiwa kwa sababu na mimi nilibarikiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo pale sisi tunapobariki wengine, pale tunapowasaidia watu wengine, Mungu anatujazia sisi, maana akijua kwamba huyu akipokea ni lazima wengine watafanya nini? Watapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa leo kwa sababu wewe umepata kumwomba Mungu tena akupo, kwa sababu umepata, hauwezi ukaongea na watu wengine, hauwezi ukaongea na wandugu, kwa sababu umeweka watu nyumbani wanakupigia deki kwako, hauwezi tena hata ukazungumza na watu wengine. Ndugu yangu, ninakuambia kwamba uangalie jinsi gani ulimwengu unavyokwenda, na uangalie njia nzuri ya kuweza kukufikisha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumo katika mambo mengi katika ulimwengu huu. Tunakumbana na vitu vingi sana katika ulimwengu huu. Tusipoangalia kwamba ni wapi tunapokwenda na ni wapi tunapotoka, ni lazima tutaanguka. Lakini sitotaka kwenda huko. Nataka tu nikwambie hivi vizuizi vinavyofanya maombi yako asijibiwe. Maana umekaa umelalamika siku nyingi sana haujibiwi, siku nyingi sana Mungu asikie maombi yako. Lakini ndugu yangu, leo nitashapa kwenye vipengele japo ni 7, nitazungumza tu vipengele vitatu. Ambacho nimekwenda kukuambia kwamba kipengele cha kwanza kinachofanya maombi yako yasijibiwe kwanza ni nia. Jaribu kubadili nia yako ulionayo. Wakati unaposimama na kumwomba Mungu, angalia ni nia ipi ambayo unaomba nayo Mungu, ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini pili, tulisema ya kwamba kutokusamea nako kunasababisha sisi maombi yetu yasijibiwe. Tuwe ni watu wa kujua kusamea, maana sisi tukisamea nasi tutasamewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tunaposamewa tutasimama kwa Mungu, naye Mungu atajua mahitaji yetu, hata yasikia vilio vyetu. Na tatu, tukasema ya kwamba tunahitajika tuwe watu wa kusaidiana. Tuwe watu wa kusikia vilio vya watu wengine, ndipo na sisi tutasikilizwa vilio vyetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ndugu yangu ambaye leo unakwenda kunisikia, ninajua ni siku nyingi sana una mahitaji, lakini Mungu ametuletea dawa hii hapa. Hebu fikiria moyo wako, ni kipi ambacho ukifanyi katika maisha yako yawezekana labda hicho kinakuwa labda kinakuwa labda kinachukizwa machoni pa Mungu, kinasababisha maombi yako asijibiwe. Ili leo uweze kusogea, mwambie hata mtumishi uliye naye karibu yako, ili leo uweze kumwangukia Mungu, umusi Mungu, naye Mungu aweze kukurehemu, ili usimame yaweke mahitaji yako kwa Mungu, naye Mungu aweze kusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikusii kwa hilo ya kwamba zungumza na moyo wako, uangalia kwamba ni kitu gani hasa kinachofanya ya kwamba wewe kila mara unamlilia Mungu maombi yako asijibiwe. Yawezekana wewe labda ni mtu ambao hautaki kusamea. Yawezekana kwamba wewe ni mtu ambaye Mungu amekubariki lakini hautaki kuwasaidia watu wengine. Yawezekana labda unaposimama kumsi Mungu na kumwomba Mungu, unasimama na nia mbaya. Kaa chini sasa, uangalie ni kipi ambacho unatakiwa kukifanya kwa sababu ya kuweza kuyatengeneza maisha yako vizuri, ili kila chochote utakachomwomba Mungu na Mungu aweze kukusaidia huko mbinguni. Na Mungu aweze kukusaidia mahali hapo unapomlilia Mungu. Kaka yangu, baba yangu, mama yangu, Mungu ameona kilio chako na Mungu amekuona leo. Sasa tu ninachokusi, sasa tu ninachokuomba ni kwamba angalia ni kitu gani? Angalia ni kitu gani kwenye vipengele tu hivi vitatu. Angalia ni kitu gani ambacho labda kinakufanya maombi yako asijibiwe. Na uweze kuvuta hisia zako kwangu ili tuweze kumwomba Mungu kwa pamoja, tuone kile ambacho Mungu atakachoweza kukifanya katika maisha yako. Naomba uniangalie pia hata kwa kunisogelea. Ukizungumza na moyo wako ya kwamba ni kitu gani kinachofanya maombi yako asijibiwe siku ya leo. Zungumza na moyo wako. Anza kumwambia kwamba Mungu, mimi huwa sisaidiani. Mwambie kwamba Mungu, mimi huwa sisamehe. Mungu, mimi huwa ninaomba kwa sababu ukinipa tu naenda kwenye njia zingine zangu ninazokwenda kuzifahamu. Naamini kwamba leo Mungu ataweza kukusamea na leo Mungu ataweza kukujibu mahitaji yako. Naomba tu ufumbe macho tuweze kuomba na wewe kwa pamoja ili tuone kile Mungu atakachoweza kukifanya mchana wa leo kwa sababu ya hizo shida na matatizo ulizonazo baada ya kulipokea ile neno la Mungu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru maana wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetupa kibali cha kuweza kulitangaza neno lako. Yesu, nimesimama kama wakili tu ambaye uliyekwenda kulichagua kwa sababu ya kulitoa neno lako. Nami nimekwisha kulitoa kwa wana wako. Uwawezeshe sasa kulipokea na kulitendea kazi. Kila mmoja Yesu aendelee kulifikiria. Kila mmoja aendelee kulitendea kazi. Kila mmoja aendelee kufanya hatua kadri na jinsi neno lilivyokwenda kumgusa katika maisha yake.
Asante maana naamini kwamba Yesu utakwenda kuzungumza na moyo wa dada huyu, utakwenda kuzungumza na moyo wa mama huyu, utakwenda kuzungumza na moyo wa kijana huyu, utakwenda kuzungumza na moyo wa baba huyu, ili atambue kwamba kilichokuwa kinasababisha maombi yake kutokujibiwa ni kwa sababu alikuwa na nia mbaya, ni kwa sababu alikuwa asamei, ni kwa sababu alikuwa asaidii. Sasa leo atafanya kuwa kiumbe kipya katika maisha yake, ili aweze kusimama mbele zako na kila chochote atakachoweza siku hizo kililia kwako kiweze kuwa jibu tosha katika maisha yake. Ninaamini kwamba Yesu utakwenda kutenda. Bila mchana wa leo Yesu, nimesimama tena kuwaweka wagonjwa mikononi mwako. Yesu, endelea kuwasaidia, endelea kuonekania. Nimesimama tu Yesu Kristo kwa wale ambao wametekwa na ulimwengu wa giza, kuvunja kila magano yaliyokwenda kufanyika usiku, magano yaliyokwenda kufanyika mchana. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, naenda kuwafungua, naenda kuwaweka huru kuanzia sasa. Acha uponyaji wako Yesu upite katika minofu, uponyaji wako upite katika damu, uponyaji wako Yesu Kristo upite katika mifupa. Hata siku moja wasimame wanishuhudie jina lako kwa kile ambacho utakachoweza ukitenda kwa ajili ya maisha yao Yesu. Asante kwa sababu wengi watatangaza makuu na maajabu baada ya kulipokea neno hili na baada ya kuponywa magonjwa kupitia maombi ambayo tumekwenda kuyalilia mchana wa leo. Mungu, tunakwenda kumlilia, unaisikia maombi yetu. Mbingu tunaomba ifunguke kwa ajili ya wote wanaosumbuliwa Yesu Kristo na shida mbalimbali ambazo unaweza kwenda kuziona. Ni kwa utukufu wa lile jina la Yesu Kristo aliye mwamba na uzima tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Kwa wale wasionifahamu tena, nimesema ya kwamba anaitwa Mwinjilisti Jean Marumaru. Kwa jina lingine watu wanapenda sana kuniita watumishi wenzangu chombo cha Bwana. Hivyo tuendelee kushiriki nami katika kila kipindi hiki ambacho Mungu anaendelea kutuwezesha kutupa somo za kuweza kukumbushana na kuangalia kwamba ni wapi tulipo na wapi tulipotoka. Maana hiyo tushirikiane sote kwa pamoja, na ikiwa labda una mchango wowote unaweza ukaingia YouTube ukachangia maoni yako, ni namna gani huduma hii inavyoweza kuendelea na namna gani huduma hii tunavyoweza kuiboresha zaidi. Niko hapa Pennsylvania, Lancaster. Mungu akitubariki tutakutana tena. Amen.